Kwangu mimi naweza kusema kwamba ulikuwa ni msimu mzuri kiasi, haukuwa msimu mbaya sana, kwa sababu naweza kusema hii ni project ambayo tunaitengeneza kwenye timu ya wanawake ya Yanga Princess, kwa sababu miaka mitatu nyuma imepita kulikuwa kuna namna ambavyo wachezaji walikuwa wanatoka, kwa maana kwamba kila msimu unakupaswa utengeneze timu mpya. Lakini this time nafikiri uongozi umeliona hilo na kuona kwamba tunapaswa kuanza kutengeneza project yetu ambayo itakuja kutupa mafanikio huko mbeleni ambao tumeanza nao msimu huu. Kwa hiyo kwa kiasi fulani tumeona kile ambacho tunakitengeneza na kile ambacho tunakitarajia, tumeanza kuona mwanga, tumeanza kuiona ile timu ambayo tunatamani kuwa nayo kwa misimu mingine ijayo. Kwa hiyo nafikiri sisi kuna improvement kubwa kwenye timu, ukizingatia kwamba baadhi ya wachezaji wengi walikuwa ni wageni, ni wapya kwa maana kwenye timu baada ya timu iliyopita kupoteza takriban wachezaji 15. Kwa hiyo ni kama ilikuwa ni timu mpya, na tunaweza kusema kwa kiasi fulani tumeweza kuona kile ambacho tunatarajia kukiona kwa msimu mwingine ijayo kwenda kufikia malengo. Unadhani kikosi chako cha Yanga Princess kinahitaji mabadiliko kwa asilimia ngapi, ukiangalia profile ya wachezaji ulionao, commitment pia ya mchezaji mmoja mmoja katika kuhakikisha kwamba mnakuwa na squad ambayo ni strong sana ya kuweza kushindana na timu kama JKT Queens pamoja na Simba Queens ambao kipindi cha hivi karibuni wamekuwa wakiwapiga gap sana katika mbio za ubingwa? Nafikiri kwamba wachezaji hatuwezi kusema kinahitaji maboresho makubwa sana, lakini kuhusu issue ya mafanikio, manake ni issue ambayo inahusu management pamoja na timu. Kwa hiyo kikubwa ni kuwa maintain wachezaji ambao waliopo sasa hivi waendelee kuwepo, tuendelee kuboresha kwenye mapungufu ambayo tumeyaona msimu huu, kisha kwamba tutaenda kufikia malengo. Nilikuwa natamani kuona timu yangu ya Yanga Princess inaondoka kwenye dhana ya kupoteza mchezo pale ambapo wanakutana na timu kubwa kama JKT au Simba na kuonekana kwamba Yanga Princess ni timu ndogo. Kwa hiyo nafikiri tunaanza kuonyesha sasa kwamba na sisi tunaweza tukapambana na kuweza kupata mafanikio. Maanake ukiweza kushindana na JKT na Simba, njia yako kupata ubingwa ni rahisi, na kila mtu anafahamu, wameona msimu huu namna ambavyo tumecheza, tunaweza kupata matokeo kwenye hizo timu. Nafikiri ni maendeleo mazuri na mwendelezo mzuri, lakini kuhusu mafanikio sio jambo la mtu mmoja, sio jambo la kocha peke yake wala wachezaji peke yake. Nafikiri management imeamua sasa kuwekeza nguvu katika soka la wanawake, na tunaamini tutakuwa na kikosi bora sana msimu ujao na tuendelee kuwa na ushirikiano. Naam. Na pia mashabiki wamekuwa wakitupa support ya kutosha, tofauti na miaka mingine iliyopita kwamba walikuwa wamesawa na support na timu ya wanaume. Kwa hiyo this season tumeona namna ambavyo wamejitoa na kutushangilia na kutusupport kwenye nyakati zote ambazo tumekuwa tukicheza mechi zetu. For the first time nimeona kwenye mechi za ngao ya jamii, nimeona kwenye mechi za Simba Yanga mechi mbili na JKT washabiki walikuwa ni wengi. Kwa hiyo maana yake tunapeleka message haiwezi kwenda kwa kama timu ifanye vizuri. Wale ambapo wanaona tunaweza kushindana na kupata matokeo, basi wao ni rahisi kutunga mkono, lakini naamini tuna kesho ilikuwa nzuri na mwanga tunaona mbele. Nafikiri tutakuwa na timu nzuri ya ushindani na kufikia malengo. Ni kocha Edna Lema huyo, kocha wa Yanga Princess, na maelezo yake kuhusiana na ulikuwa ni msimu wa namna gani kwa timu yao kiasi cha kuambulia nafasi hiyo ya 3. Lakini tuishia hapo, nikamuuliza Young Africans leo, Yanga Princess wanatuzo leo. Wanatuzo leo siku yao. Wanatuzo, na hili ni tukio ambalo nadhani kwa mara ya kwanza kwa timu yao. Kwa upande kwa wanawake ni for the first time. Sasa nimemuuliza Edna Lema, hii ina maana gani kwao kuwa na hizi tuzo na kuwapa wachezaji pengine tuzo wale ambao wamefanya vizuri? Inaweza ikawa inaongeza nini kwa wachezaji na hata yeye mwenyewe? Kitu cha kwanza kwa wachezaji ni kitu kizuri, kwa sababu kwanza itaongeza ushindani kwenye timu na kuona kwamba kumbe nikifanya vizuri katika nafasi yangu ambayo mwalimu ananipa kiwanjani, inaweza kunisaidia nikatunukiwa tuzo ya kwamba nafanya vizuri au natumikia kile ambacho technical bench wananiagiza.
Lakini cha pili ni kupeleka huu mpira kwenye masikio ya watu wengine na kushawishi baadhi ya wadhamini kuogeukia kwenye mpira wa wanawake, kwa sababu kipindi ambacho sisi tunacheza watu wanachukulia kama ni mchezo wa kawaida, mchezo wa kiume ambao hauna faida yote, lakini sasa hivi ni mchezo ambao unaaminika umekuwa ni ajira kwa watoto wa kike, kwa sababu mtaani kuna watoto wengi ambao wanatamani kufikia ndoto zao. Wanazifikiaje? Na lazima kuona kwamba hao ambao wanacheza huo mchezo wanafanikiwa. Kwa hiyo ni kitu kizuri na kupeleka ujumbe kwa jamii, pia kwa wazazi ambao wanao watoto kwenye makampuni na watu wengine ambao pengine mpira wanawake hujafika kwenye masikio yao. Na ndio maana naona tukio la leo litakuwa live Azam TV ambayo ina washirika wengi na wapenzi wengi ambao wanatazama. Kwa hiyo tunapeleka ujumbe kuona ni namna gani tunaweza tukawatunza watoto wetu kwa namna ambavyo wanatumikia vilabu vyao. Kwa hiyo ni kiasi kwa wao na itatusaidia sisi mazoezini kuona ni namna gani mchezaji anaweza kupambania kile ambacho anatakiwa kupambania, kwanza kupata mafanikio na yeye mwenyewe kupata mafanikio binafsi, kwa sababu kwenye timu kuna wakati unatakiwa kupambania mafanikio ya timu na mafanikio yako binafsi. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo tunaweza kufanya hizo tuzo kwa mara ya kwanza kwenye klabu yetu kwa timu ya wanawake, kuona ni namna gani na wao tunawapa platform wachezaji wa kike kwa ajili ya kutimiza ndoto zao. Edna Lema huyo kocha wa Yanga Princess Mourinho. Ndiye anajiita hivyo. Motisha kitu kizuri pia kwenye upande wa soka la kina dada. Unajua wakati mfano wa Yanga kwa upande wa kina kaka wana ile mchezaji bora wa mwezi wa kiume. Nadhani waga wanafanya mashabiki sio wanapiga kula then anapewa kiasi fulani cha pesa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama wakifanya hivyo na upande wa kina dada wanaweza wasifanye, kwa sababu ile ya wanaume nadhani imezaminiwa na mzamini anatoa kiasi kikubwa, lakini wakiendelea kama timu kuonesha kwamba wanathamini pia upande wa timu ya wanawake, wanawafanyia event kama hizi maalum kwa ajili yao. Yaani sio waandae event ya wanaume afu wapachike segment ya wanawake. Yaani hii ni maalum kwa ajili yao, inawapa moyo. Na mimi watakuwa wanajiona kama wanadeni na klabu. Na hivi ndio ambavyo bond ya mchezaji na klabu inatengenezwa, kwa sababu mchezaji sio shabiki. Yaani sio shabiki yeye aipende klabu, yeye anatakiwa kuitumikia klabu na kuheshimu matakwa ya klabu. Kwa hiyo nadhani event kama hivi kwa upande wa wanawake pia ziendelee na kwenye vilabu vingine. Mfano JKT wamepata ubingwa, pia wafanyie hivyo timu yao ya wanawake. Simba Queens pia wawape motisha, na mimi tutakuwa tuna ushindani mzuri sana msimu ujao. Na kwako ulivyofuatilia kikosi cha Yanga Princess kilikuwa kimekosa nini msimu huu? Kushindwa kuonyesha makali yake katika mbio za ubingwa. Kama alivyosema kocha Edna Lema kwenye statement yake, kasema kwamba msimu huu kikosi cha Yanga Princess kimekuwa kina mabadiliko. Kunakuwa wale wachezaji wanaondoka na wanaingia na kutoka. Kwa hiyo hata ile chemistry inakuwa bado hawajapatana vizuri. Mimi naamini ili timu ifanye vizuri kuna factors nyingi, lakini factor ya chemistry huwezi kaiondoa. Wachezaji kuzoeana, kuwa karibu na kufahamiana, pia kuwa na kocha mzuri, kuwatengenezea technique na tactic nzuri, inaweza kama moja ya factor nzuri sana, inaweza kupelekea timu yoyote ya mpira wa miguu kufanya vizuri. Coach kasema kwamba ile ingia toka ya wachezaji katika misimu iliyopita watahakikisha msimu huu haitokei, manake watakuwa na uhakika wa kuwabakiza walionao. Na siku zote kwenye usajili tunasema usajili mzuri ni kubakiza wachezaji wako bora ulionao kabla ya kuongeza wengine ambao sasa utaona kuna gaps, utaongeza zile nafasi ambazo zina gap kuziba. Kwa hiyo mimi naamini wale wachezaji walionao wabakizwe, watengenezewe mazingira mazuri, wapewe motisha, then pale sehemu ambayo kwenye mapungufu viongozi na benchi la ufundi wafanyie kazi. Yanga Princess kwenye ligi ya wanawake huwezi ukamkompea na JKT wala na Simba Queens, na ndio maana unaweza ukaona mara mwisho wanachukua ubingwa wamekuwa wanapishana either Simba au JKT Simba. Kama kweli na Yanga wana masozi hizo, kwa sababu unaona msimu uliopita, msimu juzi, unaona walifanya usajili wachezaji wa kigeni wengi. Timu chache sana za wanawake kwa Tanzania zinaweza kuwa na guts hizo. Kwa wanaume tunaona
kuna wachezaji wa kigeni wanacheza Tabora, wanacheza sio wapi, lakini kwa upande wa wanawake timu kama hizo ni timu chache sana zenye uwezo huo. Kwa hiyo naamini tayari nia wanayo, kama hivyo unaona wameshamrudisha kocha ambaye ana mifumo mizuri, anawafahamu vizuri, unaona wana mpango wa kubakiza wachezaji wao. Sasa step ilobaki ni kuangalia magepu yaliyopo, kuyajaza, na tayari tuone ushindani wakileta katika msimu ujao. Bana, hao ni Yanga Princess. Muda unakimbia sana.